Katika anga la kimichezo Tanzania, stori kubwa ni hatua ya makundi ya michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu, na Tanzania tumepeleka timu 4, ikiwa kwa Sub-Saharan Africa ni sisi peke yetu. Tumepeleka timu 4 katika michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu, kwa maana ya 2 ligi ya mabingwa na 2 kombe la shirikisho Afrika. Sasa baada ya kumalizika kwa mchakato wa kuzipata timu 16 katika kombe la shirikisho, kwa maana ya timu ambazo zinakwenda kutengeneza makundi manne, na kuzipata timu 14 katika ligi ya mabingwa Afrika. Ikumbukwe bado katika ligi ya mabingwa timu 2 hazijafahamika ambazo zitaingia katika hatua ya makundi. Yes, kwa maana ya kati ya Pyramids ambao bado hajamalizana na Ethiopian Insurance kutoka Ethiopia, na RS Berkane ambao hawajamalizana na Al Ahly Tripoli, na hao wote walikuwa ugenini. Mechi za pili watakuwa nyumbani kwao, na wote matokeo yao ni sare ya goli 1-1 katika mechi zilizopita. Sasa draw ya kuchezesha makundi ya kupanga makundi kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa Afrika inafanyika Novemba 3 sawa na Ijumaa, na hapo itakuwa tayari wapinzani timu zote itakuwa zimeshafahamika, kwa maana ya zile 2 ambazo zimesalia kwenye ligi ya mabingwa itakuwa tayari zimefahamika. Sasa session hii tunakwenda kuangalia tunajikita katika ligi ya mabingwa Afrika kwenye Simba na Yanga, huku tunakwenda kuangalia uchezeshaji wa draw, na tunakwenda kuijadili pot namba 4. Naomba niweke vizuri hapa. Katika wengi najua tunafahamu, lakini kwa wale ambao hawafahamu basi utaratibu kwa hivi. Draw ina timu 16. Timu 16 yanaundwa makundi manne. Haya makundi manne kila poti, haya makundi manne yanaanzia kwenye pots. Kunakuwa na pots, na pots ziko 4 kama ambavyo makundi yapo. Hizi pots zinapangwa kutokana na ubora, viwango vya klabu husika katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Sasa kuna pot namba 1 ambayo wanakaa yale giant kabisa, matimu ya juu, top level kwenye max au kwenye points. Alafu kuna pot namba 2 yanakuja second best. Kuna pot namba 3 zinakuja timu zinazofuata. Alafu kuna pot namba 4 ambalo kwa asilimia kubwa inakuwa ni timu mpya ambao labda zinaingia kwa mara ya kwanza au hazikuingia muda mrefu, hazina points na mazingira namna hiyo. Sasa ndio maana unakuta kwenye upande wa kombe la shirikisho Afrika pot namba 4 ina Singida Black Stars na ina Azam, kwa sababu ndo mara ya kwanza wanaingia group stage. Tukija kwenye ligi ya mabingwa ambako tunataka kujikita, kwenye pot namba 1 tunafahamu kwamba kuna Al Ahly, of course ni hii ambayo tunazungumza sana. Kuna Al Ahly, kuna Esperance, kuna Mamelodi, na nafasi kubwa ni RS Berkane ya kuingia katika hiyo pot. Lakini pot namba 2 ina Simba, ina Pyramids, ina Al Hilali, ina Young Africans. Pot namba 3 ina timu zake, na pot namba 4 ina timu zake. Sasa kila pot moja katika hizi pot 4, kila pot moja inatoa mwakilishi mmoja kuunda kundi moja. Ina mimi nafahamika vizuri sana, sitaki kupoteza muda hapo. Sasa tunakwenda kwa ilibidi tuangalie zile timu za juu, kwa maana ya timu 4 za juu za pot namba 1 na na nafasi ya kukutana na Simba na Yanga katika hatua ya makundi. Lakini tukaangalia katika hizi timu 4 za pot 4, na hapa tunakwenda kuangalia wapinzani hawa ni wapinzani wa aina gani. Na je, Simba ikitokea kapangiwa mpinzani kutoka kwenye hizo timu tutarajie nini? Na kwa upande wa Young Africans pia mpinzani kutoka kwenye hilo pot tutarajie nini, kwa maana akikutana naye kwenye kundi moja. Sasa hili pot namba 4 linaundwa na JS Kabylie kutoka Algeria, linaundwa na Stade Malien kutoka Mali, linaundwa na Saint Louis Lupopo kutoka DRC, na Power Dynamos kutoka Zambia. Kwa hizo ndio timu 4. Sasa Simba na Yanga hawa 4 hawa, kuna mmoja atakuwa kwenye kundi moja na Simba, kuna mmoja atakuwa kwenye kundi moja na Yanga. Sasa twende tukaangalia ni wapinzani wa namna gani ili uweze kufahamu. Tutapitia pot moja kabla nyingine. Hapa tunaanza pot namba 4. Tukienda kuangalia pot namba 4, hizo timu zote ambazo ziko hapo, tukianza na JS Kabylie. JS Kabylie katika timu ambazo zinaunda hiyo pot namba 4, JS Kabylie at least ndio timu bora zaidi ya hizi nyingine zote zilizosalia, na ni klabu ambayo kwa daraja la Simba, kwa daraja la Yanga, bado Simba na Yanga ni mpinzani ambaye
wanaweza kubanana naye mbavu kwenye mazingira sawa. Naposema mazingira sawa, namaanisha Simba ana uwezo Simba na Yanga wote kwa pamoja wana uwezo wa kumfunga JS Kabylie katika ardhi ya nyumbani. Yani hapa Tanzania JS Kabylie kufungwa ni asilimia zaidi ya 80 anaweza kufungwa. Na katika mechi ya pili ya marejeano, timu za Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga, mechi ambayo itachezwa Algeria, nafasi ya kufungwa kwa hizi timu za Tanzania ni kubwa pia, zaidi ya 70. Yes, nitakwambia kwa nini nimesema huko zaidi ya 80, kwa nini kule zaidi ya 70. JS Kabylie ni klabu kubwa ya muda wote, yani ndo goti wao au ndo godfather wa kandanda ya Algeria. Ni klabu kubwa sana, ni klabu bora la muda wote, ni klabu ambayo imebeba mataji mengi zaidi ya ligi, lakini imebakia kwenye kumbukumbu za historia. Kumbukumbu ndio inawaonesha hivyo kwamba wamebeba mataji mengi. Ukija ku trace mataji ambayo wameyabeba, kwa mfano kama ligi kuu mara ya mwisho ni 2007 2008, yani zaidi ya miaka 15 17 huko 18 tangu walipobeba ubingwa wa mwisho ndani ya ligi ya Algeria. Ligi ya Algeria kwa sasa klabu ambazo zinafanya vizuri CR Belouizdad, MC Alger. Hizi timu mbili kwenye michuano ya kimataifa at least zinafanya vizuri, lakini kwa JS Kabylie wamekuwa wakistruggle, licha ya kuwa kwenye miaka mingi iliyopita huko nyuma ilikuwa moja ya klabu bora, moja ya klabu ambayo ilikuwa inafanya vizuri hadi kwenye anga la kimataifa kwa maana ya Afrika. Walikuwa wakifanya vizuri, lakini ukija huku mbele unaona na struggle. Mafanikio yao mazuri kwenye miaka ya hivi karibuni ni 2020-2021 walicheza finali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Raja Casablanca. Tutakumbuka finali ya Fabrice Ngoma Luamba, ndio anabeba ubingwa ya Raja kina Luamba Ngoma. Wanabeba ubingwa, ndio ilikuwa mafanikio ya juu ambayo wamepata kwa miaka hivi karibuni. Sasa mafanikio haya kucheza finali, Simba kacheza finali, Young Africans kacheza finali ya kombe la shirikisho. So historia ya miaka ya 80, miaka ya 90 haifanyi kazi huku. Huko sasa hivi hii timu kwa maana ya JS Kabylie ni ndogo kwa ubora ukilinganisha na Young Africans, ukilinganisha na Simba. Kwa hiyo Simba ni favorite, Yanga na Simba ni favorite kuliko hata huyu mpinzani kwa maana JS Kabylie. Lakini kitu ambacho tunampa heshima kwamba anatokea Algeria. Algeria msimu uliopita amemaliza nafasi ya pili nyuma ya MC Alger. Kuna kiheshima utampa kwa sababu ametokea katika taifa ambalo level yao ya mpira iko juu, ushindani wake uko juu, wana talents nyingi na ni upande ambao wanafahamu vitu vingi, wametutangulia katika football. Kwa hiyo kuna heshima watampa. Na hata hizi timu zetu msimu uliopita zote zilikwenda katika michuano ya CAF. Kwa maana ya Simba alikwenda kucheza na CES Constantine ya Algeria na alipoteza kule mabao 2-1. Young Africans alikwenda kucheza kule dhidi ya MC Alger, alipoteza pia. Kwa hiyo ni kumbukumbu ambayo msimu uliopita timu za Algeria wamezifunga timu za Tanzania katika viwanja vyao. Ingawaje Young Africans hapa pia kushinda, lakini daraja la MC Alger na JS Kabylie tofauti. MC Alger ndio timu ambayo imekuwa ikitoa kimasomaso, yani MC Alger pamoja na CR Belouizdad ndio timu ambazo zimekuwa zikitoa kimasomaso taifa la Algeria, hata katika ligi ya ndani, hususan katika ligi ya ndani. Lakini Simba amekwenda Algeria kapoteza, kaja hapa alishinda. Ukienda kwa Young Africans alishia kupoteza pia na CR Belouizdad, kama tutakumbuka misimu miwili iliyopita nyuma, magoli 3. Kwa hiyo lakini Young Africans huyo licha kupoteza kwa CR Belouizdad alishawahi kushinda kule dhidi ya USM Alger. Maana yake ni kwamba ukiangalia huo mzani, ukiangalia hayo aina ya matokeo, unaona kabisa kwamba Simba na Yanga wakikutana, yeyote atakayekutana na JS Kabylie ana uwezo wa kushinda nyumbani, na kupoteza ugenini pia ni asilimia kubwa. Kwa hiyo huyo ni mpinzani wa kwanza tumwangalia kwa haraka. Mpinzani wa pili ni Stade Malien. Stade Malien ni timu kutoka Mali, ndio timu bora ya muda wote pamoja of course na Joliba Athletic. Joliba Athletic na Stade Malien ndio klabu bora za muda wote ndani ya kandanda ya Mali. Sasa Stade Malien ni klabu likubwa ambalo pia kwenye miaka ya nyuma mingi lilikuwa linafanya vizuri. Yaani kuja ku trace mwaka 1965 wakati hii michuano ya CAF ndio inaanza, hususan katika klabu bingwa Afrika kabla ya kuitwa ligi ya mabingwa miaka ya 70. Lakini
wakati inaitwa klabu bingwa Afrika miaka ya nyuma, hii ndio timu ya kwanza kabisa kucheza finali dhidi ya Orex Douala ya Cameroon. Kwa hiyo walipoteza finali, lakini walikuja wakapambana mpaka mwaka 2009 hivi wakacheza tena finali ya kombe la shirikisho Afrika. Hao ni Stade Malien. Lakini kutoka hapo kuja huku mbele ni timu ambayo inakuwa inasuasua. Yani hata kuipata group stage wanapambana kuipata group stage. Of course msimu wapo group stage, msimu uliopita walikuwepo kwenye group stage ya Confederation, ingawaje wakumaliza kwenda hatua za mbele. Msimu wa nyuma yake walicheza mpaka quarter final ya Confederation, nyuma yake hawakuwepo tena. Kwa hiyo ukienda nyuma na watafuta zaidi, lakini kwenye miaka hivi karibuni wamejipata, wanatokea kwenye group stage. Ni timu ambayo ni nzuri, lakini kwa daraja la Simba na Yanga, Stade Malien ni mpinzani ambaye anaweza kuofa alama 6 au 4. 3 ni kufeli kwa Simba na Yanga. Yaani Simba na Yanga ikitokea amekusanya alama 3 nyumbani, of course ambazo ni kama asilimia zaidi ya 90 kukusanya alama 3 nyumbani, wakienda Mali ikatokea wameshindwa kupata alama angalau 1, basi hii tunaweza kuita failure, kwa sababu wanastahili kushinda au kupata angalau alama kwa daraja la Stade Malien ukilinganisha na hizo klabu. Stade Malien ni klabu ambayo sasa hivi inatengeneza tu talents na kuziuza, sio timu ya kiushindani tena. Ndio madaraja yale ya klabu kama ASEC Mimosas, ushindani ule tena haupo. Kwa hivyo michuano hii ya CAF ni platform kwao ili waoneshe walichonacho, waweze kuuza maeneo mengine mbalimbali. Walifanya hivyo msimu uliopita tu hapa last Kouma wamemuuza kwenda Young Africans. Kwa hivyo kwa Stade Malien, Simba na Yanga wanastahili kuchukua alama, na ukilinganisha wanatokea katika taifa ambalo ushindani wake wa ligi ya ndani hauna mvuto, ni mwepesi ukilinganisha na ambako wanatokea wao. Timu nyingine katika kundi hili ni Saint Louis Lupopo kutoka DR Congo. Lupopo ni klabu nzuri, ni miongoni mwa klabu shindani ndani ya DRC. Of course unapozungumzia kandanda ya DRC kwa miaka hii unazungumzia Tupisa Mazembe, unazungumzia Vita Club, lakini zimeibuka klabu nyingine ambazo zinafanya vizuri. Kwa mfano Les Aigles Noirs du Congo wanafanya vizuri, Manyema na wenyewe wanafanya vizuri sasa hivi, lakini Lupopo ni klabu ya muda mrefu, so inafanya vizuri sasa hivi. Ni miongoni mwa klabu shindani, yani ushindani wake ni wa daraja la kuridhisha, lakini sio timu yenye mafanikio makubwa kwamba anachukua mataji mara kwa mara, hapana. Ila kwa sasa hivi Lupopo ina nguvu kwa sababu Lupopo kwa sasa iko chini ya gavana wa jimbo la Katanga. Jimbo la Katanga ni jimbo kubwa sana liko kusini mwa DR Congo. Ni jimbo ambalo lina mali nyingi mno, na ni jimbo ambalo wanawekwa mataikuni, wale watu ambao wana msuri wa kifedha ndio wanawekwa pale. Miongoni mwao Moise Katumbi ambaye alikuwa of course ni mmiliki wa TP Mazembe. Yeye alikuwa gavana wa Katanga muda mrefu sana. Mazembe kufanya ule ubora wa hali ya juu, Mazembe wanatikisa Afrika, wanatikisa ndani ya Kongo, ni kwa sababu moja ya sababu ni uwepo wa huyu Moise Katumbi. Sasa Katumbi baada ya kutoka akaingia Jacques Abula. Jacques Abula huyu ndo president wa Lupopo kwa wakati huu, ndio mtu ambaye akaja kuibadilisha ile Lupopo. Imeonekana kufanya vizuri kwa sababu anafanya investment pale, anaitengezea mazingira mazuri ya kuchallenge. Leo hii Lupopo ni moja ya klabu tishio ndani ya DRC. Kwa hiyo inawezekana usiheshimu Lupopo sana kimataifa, lakini unatakiwa kuheshimu sasa hivi walipofikia. Wanafanya investment ya kutosha. Ndio maana kuna watu wanawezekana kawa wanashangaa kuona Lupopo kamtoa Orlando Pirates. Lakini kwa wale ambao wanaifuatilia ligi ya DRC, kwa wale ambao wanaifuatilia Lupopo ambayo imebadilika chini ya Jacques Abula tangu ameingia kwenye timu, uwezi kushangaa sana. Of course Orlando alikuwa ni favorite, lakini uwezi kushangaa sana kwa sababu kuna watu wanachukulia Lupopo kama timu kutoka gizani huko, kwamba ipo tu. Hapana, Lupopo ana nguvu, timu yao ni nzuri, wameuza baadhi ya wachezaji, lakini ni maeneo muhimu wameleta wachezaji wengine. Miongoni mwa wachezaji wao ambao wameondoka ni Koko Yembe kutoka katika safu ya ulinzi, ameenda Vita Club, ameondoka na Horso Mwako Malanga, lakini wameleta wachezaji wengine wazuri, the like of Aje Basiala yupo kwenye kikosi na wengine wengi, akiwemo pia Dumerce Mukoko Amare Soso aka Kuku, huyu naye yupo kwenye kikosi, miongoni mwa wachezaji ambao wametrend sana. So kwa Lupopo ni mpinzani ambaye
anatokea kwenye ligi ya DRC. DRC ligi yao ina talents nyingi na hawa wana wachezaji wengi kutoka pale ndani. Ni ligi ambayo ina ushindani. Yes, of course imepungua, lakini bado ni ligi ambayo ina talents, inafanya ushindani mule ndani. Sasa naamini kwa Lupopo inawezekana ikawa ngumu kwa timu zetu kushinda nje ndani. Inawezekana ikawa ngumu. So kama hawezi kushinda, wanaweza kushinda, lakini ni mpinzani tofauti na alivyo Stade Malien. Yaani Stade Malien na Lupopo, mimi naweza kusema Lupopo ni mgumu kuliko Stade Malien kwa sababu ya hiyo investment na eneo ambalo wanatokea. But nawaona Simba na Yanga, yeyote atakayepangiwa Lupopo, tusishangae akichukua alama 3 tu mbele ya Lupopo, kwa maana wakagawana 3-3 au ikawa 4 kwa maana ya sare 1 na kushinda 1. Kushinda mechi zote kwa maana nyumbani na ugenini inawezekana, lakini ni ngumu. Nieleweke, inawezekana lakini ni ngumu. Kwa hiyo picha ya Lupopo naamini nimeipata. Mimi lengo langu muipate picha ya hizi timu ambazo klabu zetu hizi za Tanzania zinakwenda kucheza nazo. Kwa hiyo hapa naamini picha ya Lupopo mmeipata. Nisiwe mtabiri, ila niwape picha kubwa kuhusu Lupopo. Kwa hiyo hao ndo Lupopo ambao nimewekea hapo. Ukija kwenye upande mwingine ni Power Dynamos Aba Yellow. Power Dynamos ni klabu na yenyewe ni klabu ya muda mrefu, washia kuchukua ubingwa kwenye miaka ya 91 huko, ubingwa wa CAF Winners. Ni klabu ambayo ilipotea kwa muda mrefu sana kwenye kandanda. Leo hii tunapozungumzia Power Dynamos, tunazungumzia tu heshima yake, walishia kuchukua ubingwa wa CAF miaka ya nyuma, lakini tukija kuipima katika mzani wa Simba na Yanga bado wanaelea. Licha ya hivyo, lakini inawezekana usiheshimu kuhusu mafanikio yao ya CAF na kufika kwao katika group stages, lakini heshimu Zambia. Yani heshimu ile Zambia. Zambia ni miongoni mwa mataifa ya football. Mpira upo, talents zipo. Kitu ambacho Zambia wanakikosa ni investment, money investment, yani uwekezaji, fedha. Hakuna wale mataikuni wa kuweka fedha katika taifa la Zambia. Lakini talents zipo nyingi kweli kweli. Sasa hata hawa Power Dynamos wenyewe wana talents, wana Wazambia wengi wapo kwenye kikosi chao. Muda ambao wameuza baadhi ya cream, kuna wachezaji wao ambao wanaonekana kwamba hawa ndio walikuwa cream. Akina Anti Boyeli aliondoka Thomas Chideu, akaondoka huyu mini Joshua Mutale Budo. Ndio muda ambao wanakuja kusurprise, wanaingia katika michuano ya CAF kupitia kwenye group stage kwenye Champions League. Wanaitoa Vipers ya Uganda, wanaingia kwenye group stage. Simba amewahi kukutana na Power Dynamos kwenye misimu 2-3 nyuma iliyopita kuelekea katika group stage. Alivyokutana nao alishinda hapa, lakini mechi ya kule walitoka sare ya goli 2-2. Tena hapa kama nakumbuka vizuri mechi ilikuwa sare ya goli 1-1. Hapa 1-1, kule ilikuwa 2-2. Na Simba akaenda kwa faida ya ugenini, alipata magoli mengi. On aggregate ilikuwa 3-3 kama kumbukumbu zangu ziko vizuri. Nakumbuka hapa alifunga goli Andy Boyeli, akasawazisha Ngoma, kitu kama hicho kama nakumbuka vizuri. Hapa ilikuwa sare, kule ilikuwa 2-2. Au ni Power Dynamos, timu ambayo inaonekana haifanyi vizuri kwenye michuano ya kimataifa, timu ambayo inaonekana inatokea kwenye nchi ambayo labda imezorota kisoka kwa sasa hivi, lakini mnyama na kumbukumbu nao. Tena ilikuwa mechi muhimu kuelekea group stage. Nadhani nitakuwa mmenielewa vizuri sana. Kwa mantiki hiyo, naona timu zetu za Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga, kwa Power Dynamos ni mpinzani ambaye wanaweza kugawana naye alama, kwa maana ya 3 huku yeye akachukua 3 kule, au 3 huku Simba na Yanga wakachukua 1 kule. Yes, kwa maana ya alama 4 wana uwezo wa kubeba. Kwa hiyo hizi ndo timu 4 za pot nambari 4. Sasa wewe unaweza kuniambia, ukaniandikia katika comment section hapo, katika timu hizi zote 4 ambazo nimezitaja hapa na nimezifafanua ili upate uelewa mkubwa zaidi, hebu niambie unatamani timu yako ikutane na nani katika 4 hao? JS Kabylie ya Algeria, Stade Malien ya Mali, Saint Louis Lupopo ya DRC, pamoja na Aba Yellow kwa maana ya Power Dynamos. Unatamani chama lako likutane na nani? Niwekee comment katika comment section hapo, na usisahau kusubscribe. Na mwisho kabisa, kwa
kama ambavyo huwaga nafanya mara zote, kama ambavyo huwaga nasisitizia na naendelea kuasisitizia tena, kwa wale wote wenye uhitaji wa spare za pikipiki, bajaji na guta, basi chimbo sahihi la kupata hizo spare ni duka la ABY Genuine Spare Parts ndani ya Mafia na Sikukuu Kariakoo. Yes, kwa hiyo unaweza ukafanya nao mawasiliano kama ambavyo namba za simu nimekuwekea, lakini utapata kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, na delivery ipo, anatuma mikoani. Bei zao ni nafuu sana. Anyways, hiyo ni session ya kwanza, tumeangalia kuhusu poti hiyo. Wakati mwingine tutakuja kuangalia poti nambari 3 kabla ya kuelekea katika draw. Kwa hiyo tunaelekea katika draw ikiwa una picha kamili ya nini ambacho hawa wapinzani wengine wako nacho. Hii ni Mzinga Sports, usisahau kusubscribe.